Mwisho mimi na makamu wangu mwenyekiti wa bodi tulisema tunaenda kutengeneza kitu kizuri kwa ajili ya wanachama na mashabiki wa Simba, na tangu wakati huo tumekuwa tunafanya kazi usiku na mchana kujaribu kuchakata kupata kampuni zenye uhakika wa kuweza kutengeneza kadi za wanachama wa Simba. Tuliwaambia kwamba tunakuja kutengeneza kadi ambazo ni za kisasa, kadi ambazo zitakuwa zinafanana na klabu kubwa kabisa barani Afrika, Simba Sports Club. Napenda kuwafahamisha kwamba bodi ya wakurugenzi wa Simba imeteua kampuni ya Mainstream Tanzania Limited kuwa kampuni itakayotengeneza mfumo wa kadi za kisasa za kileo za Simba, lakini pia imeteua kampuni ya Nexus Pesa Company Limited ambayo pia itakuwa inatoa hizo kadi. Ni kadi za kisasa aina ya Visa. Kwa hiyo hizi kampuni mbili kwa kushirikiana na Simba zitafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba hizi kadi zinatolewa haraka iwezekanavyo. Sasa mchakato jinsi gani tutaanza kuanzia hapa mpaka siku ya kwanza ambayo tutafanya tukio kubwa la kutoa kadi, kulaunch kadi ya kwanza ya kisasa aina ya Visa kwa wanachama wetu. Taomba nimwachie makamu wangu mwenyekiti ambaye mwenyekiti wa klabu, akiwa mwenyekiti wa klabu mimi ni mwanachama wake. Yeye sasa ndiye ataeleza nyinyi wanachama, maana pamoja na mimi hatua hizi fatazo tutaweza kuzichukua mpaka siku ya kwanza ambayo kadi itatoka sokoni kwa mara ya kwanza. Itakuwa ni babu kubwa, itakuwa ni kadi ya hatari sana. Lakini pamoja nasi tunao wakilishi wa hizo kampuni. Baada ya kutangaza mwenyekiti ratiba yote, kama kutakuwa na maswali ambayo yatahusu wao kuhusu hizo kadi wataweza kujibu, kuhusu mifumo wataweza kujibu, pamoja na sisi Simba Sports Club ambao tupo hapa leo. Kwa hiyo naomba nikaribishe mwenyekiti wangu wa klabu uweze kutoa hiyo timetable, timeline na yote kuhusu maandalizi yatakavyoenda kwa ajili ya matawi na wanachama waliopo na wapya. Karibu sana. Asante sana. Nashukuru kwa sikiliza maneno, sio kucheka. Na kucheka imo pia. Ndio maana na mimi wananichukua kama kikatuni kwa. Hiyo sijasema. Mimi najielezea mimi mwenyewe. Nashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti wa board. Ni kweli kwamba tumeingia katika makubaliano na wenzetu wa Mainstream Group pamoja na Nexus Pesa. Utaratibu kama tulivyosema, utoaji wa kadi za Simba unazingatia katiba yenyewe ya Simba, kwa maana utaratibu utakwenda vile vile katika mchakato kuanzia katika ngazi za matawi na kuja mpaka makao makuu kwa ajili ya kupata hizo kadi. Kila mwanachama ambaye atafanya enrollment hiyo ataipata kadi yake katika eneo lake kwa utaratibu ambao tutakubaliana, kwa sababu kuna makampuni mengine ambayo tunaendelea na majadiliano nayo kwa ajili ya kufanya delivery ya hizo kadi. Zaidi ya hapo tu kwamba ni wakati mwafaka kwa wanachama haswa kwenye ngazi zile za matawi, kwa sababu tutaanza na usajili wa matawi muda mfupi kuanzia sasa, ili matawi yale yawe registered, yaeleweke yalipo na viongozi wake, na tutaleta document ambazo zitakuwa zinaainisha sasa orodha ya wanachama katika hayo matawi, na ili yawe matawi ambayo yanaeleweka, sio tawi ambalo mtu anatembea nalo mfukoni anasema mimi mwenyekiti au katibu wa tawi ambalo halijakuwa limesajiliwa. Target yetu kadi ya mwanzo itakuwa ni siku ya tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2026. Tunafanya hivyo kwa sababu kuna mambo mengi na taasisi nyingi ambazo zinatakiwa kuhusika kwenye maandalizi ya utoaji wa hizo kadi. Ilikuwa ni muhimu sana kuwatangazia utaratibu huu ili wale ambao tumewapa majukumu watakapokuwa wanawasiliana na taasisi zinginezo, basi wawe ni watu ambao wamepata idhini ya club
na tumetangaza kwamba tumewapa idhini. Si rahisi kumwambia Nexus wafanye utaratibu wa mchakato wa kadi au kuambia Mainstream watengeneze mfumo wa uendeshaji wanachama na kadhalika bila ya kuwa wamepata idhini inayotambulika. Simba ni taasisi kubwa, ni lazima tujenge uaminifu na uadilifu kwa watu ambao tunashirikiana nao, na ni jambo la wazi na mchakato ulienda kwa mujibu wa taratibu za nchi yetu na kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Kwa hayo machache, Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana. Labda kama ulivyosema, nitaomba ulizie tumkaribishe mwenzetu wa Nexus kama analo la kusema na Mainstream Group wanalo la kusema, then kama kutakuwa na maswali tutajibu. Asante. Asante. Kama alivyosema mwenyekiti, kampuni yetu ya Mainstream Group leo tumeingia makubaliano na Simba Sports Club kwa ajili ya kutengeneza mfumo wa kuwezesha wanachama kutambulika na pia kupewa kadi zao za wanachama. Jambo moja ambalo tunaahidi kwenye upande wa teknolojia ni kwamba utakuwa ni mfumo rafiki ambao unaweza ukatumika na mtu yeyote mwenye simu janja, mwenye simu ya kawaida, lakini pia anayetumia mifumo mingine, kwa mfano kama website. Kupitia kwenye mfumo huu wa Simba, kama alivyosema, tutawezesha matawi kujisajili, wanachama kujisajili, lakini pia tunaiwezesha Simba kuweza kupata taarifa mbalimbali. Kwa hiyo mimi yangu ni machache, lakini kwa majina kama nilivyoanza kujitambulisha, naitwa Deogratias Mosha, ni mkurugenzi mwendeshaji wa kampuni ya Mainstream Group. Asanteni sana. Sasa makamu mwenyekiti. Okay, kampuni yetu ya Mainstream Group ni kampuni ya Tanzania na tupo Tanzania kwa zaidi ya miaka 10. Tunafanya kazi kubwa sana kwenye upande wa mifumo ya mabenki, mifumo ya mitandao ya simu, na tunasema kwamba ni bahati tuliyopata kushirikiana na Simba kuweza kufanya kazi iliyotukuka kwa ajili ya washabiki na wanachama wetu wa klabu ya Simba. Asante. Okay. Nashukuru sana. Kama tulivyosema ni kwamba makamu mwenyekiti ameelezea utaratibu kwamba kadi hizi zitafika kwenye matawi na usajili unaanzia kwenye level ya tawi. Kwa mimi nikiwa ni mwanachama wa Simba labda wa tawi la Gongo la Mboto au nikiwa Tandahimba, nitajisajili kupitia kwenye simu yangu, lakini usajili ule utaanza kupitishwa kuanzia kwenye level ya tawi mpaka level ya taifa. Na the same usambazaji wa kadi utafuata wapi nimetokea. Kwa hiyo kama tawi langu liko Tandahimba, nategemea kwamba huduma hii nitaipata pale Tandahimba. Mifumo tumeshaitengeneza structure yake kwa mujibu wa mahitaji hayo, na lengo letu ni kuhakikisha kila mwana Simba popote alipo bila kutumia gharama ya ziada anaweza kupata kadi yake ya wanachama.